watu wote umelikeuka agano. Mungu wa agano anakugeuka. Maandiko inasema ya kwamba Mungu alifanya agano. Maandiko inasema mfalme, neno la Mungu lilimjia Yeremia ya kwamba watu wa Yuda, mfalme wa Yuda akaweze kufanya agano na watu katika nyumba ya Mungu. Agano lolote limefanywa kwa madhabahu, kwa nyumba ya Mungu, na agano lingine ambalo limefanywa kwa madhabahu ya giza. Kwa ufupi, agano hufanywa kwa madhabahu. Bible inasema ya kwamba hawa watu wakafanya agano. Neno la Mungu likamjia Yeremia ya kwamba Bible inasema Israeli wamefanya agano nami. Baba zao walifanya agano na wakaliacha lile agano. Tena maandiko inasema, neno la Mungu likamjia ya kwamba maandiko inasema mfalme wa Yuda amefanya agano na watu. Maana agano lilikuwa kwamba watumwa ambaye ni watu wana wa Israeli watakuwa wanatumikia. Kama utanunua Israeli, atakutumikia miaka 6, na mwaka wa 7 utamwachilia awe huru. Na Mungu, wana wa Israeli wakafanya agano pia ya kuachana na sanamu zao zote, ya kuachana na miungu zao zote na kumfuata Mungu peke yake. Hilo ndilo agano lililofanyiwa, kwa sababu walikuwa wamepotoka. Wana wa Israeli walikuwa wamepotoka. Maandiko inasema agano ikakuja kwenye agano. Agano haikufanywa mpaka ng'ombe ikue katika madhabahu kama kiapo, damu imwagike kwa kiapo. Kwa hivyo walikuwa wanakata ng'ombe katikati, na kipande moja inakuwa upande huu na kipande ingine inakuwa upande huu. Wakati unafanya lile agano ya kwamba ni agano umefanya, unakuja unapita katikati ya vipande mbili ya ng'ombe, unapita katikati. Hiyo agano kuwa iko na nguvu kwa maisha yako, na ni agano umefanya mpaka kupita katikati ya vipande vya ng'ombe, zinafanya lile agano, zinalitia muhuri lile agano kuwa amina. Hivyo ndivyo Mungu alifanya agano na watu wake, wana wa Israeli, na akawaambia, unafanya agano ya kwamba yule mtu ambaye nimemnunua na ni Mwisraeli atanifanyia miaka 6, na mwaka wa 7 nitamwachilia, na sitakuwa na Mungu mwingine, ni Mungu peke yake wa Israeli. Sitaenda kuabudu miungu wengine, sitaenda kuabudu vinyako, nitaabudu Mungu wa mbinguni peke yake. Na mnakuwa mmefanya agano. Kwa hivyo wewe si mtu tu wa kawaida, wewe ni mtu ambaye umenunuliwa kwa agano. Mungu anakutawala kwa agano. Mungu anafanya kazi na wewe katika njia ya agano. Lakini wana wa Israeli walikuwa wanafanya lile agano, alafu baadaye wanakeuka lile agano. Nataka uelewe namna hii. Kuna agano, wakati unakeuka agano linakumaliza. Biblia inasema, ningependa usome kuendelea uone vile wakati unabadilisha agano vile Mungu anasema. Anasema namna gani?
ulikuwa umefika mstari gani?